Mathayo 11:11, simame. Amini nawaambia, miongoni mwa wale waliozaliwa na wanawake hatatokea mtu aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko Yohana. Amen. Mwambie wewe mkuu. Amen. Haleluya. Tunaweza kuketi. Inasema watu waliozaliwa na mwanamke, mtu aliyezaliwa na mwanamke na mtu ambaye hakuzaliwa na mwanamke ni Adamu na Hawa peke yao. Ni sawa? Wengine wote tumezaliwa na wanawake, kuongeza wewe, kuongeza mimi. Ni sawa? Lakini anaongea juu ya kwamba hajatokea mtu mkuu kama Yohana Mbatizaji. Unapata? Alafu nikiangalia Yohana Mbatizaji na waona nyuma yake watu wengi, na waona akina Enoch, na waona akina Abraham, na waona akina Moses, na waona akina Yeremia, naona watu wengi, lakini Yesu anamtaja Yohana Mbatizaji. And then swali ni kwamba kitu gani kilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji mpaka Yesu amtaje kuwa mkuu? Unapatana? Huyu Yohana Mbatizaji kitu gani alikuwa nacho mpaka Yesu amtaje kuwa mkuu? Mnaipata? Yohana alikuwa na uhusiano na Yesu. Amen. Walianzia mbali, nakumbuka wakiwa matumbo za mama zao ndio walikutana Elia, Elizabeti na Mariamu wakazalia. Kwa hivyo Yohana and Jesus Christ had a relationship. Na wewe na Yesu mna uhusiano. Yohana 1:12 nasema kwa wote waliomwamini atawapa uweza wa kufanyika watoto wa. Sasa wewe sio kimwili tu inatembea kutoka. Wewe sio mwanadamu tu, ati mwanadamu tu, hapana. Wewe ni mtu ambaye umepewa uweza wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa hivyo wewe ni mtoto wa Mungu, umepewa nguvu za kufanyika mwana wa Mungu, mtoto wa Mungu. Kwa hivyo umehusiana na Yesu. Amen. Kama vile Yohana Mbatizaji alikuwa na uhusiano na Yesu. Amen. Na kwa sababu tunataka kuwa wakuu kama Yohana, tujifundishe sifa gani zilikuwa ndani ya Yohana ambazo zilisababisha Yesu aseme huyu ni mkuu. Amen. Yohana 10:41. Yohana 10:41. Inatuambiaje? Na ni vizuri kunakili maandiko, kuandika, ni vizuri kuchukua notes, itatusaidia mbele. Tunaona haya maandiko, watu wengi walimwendea wakasema Yohana hakufanya ishara yoyote. Unapata? Yohana hakufanya ishara yoyote. Lazima wewe tayari unafanya ishara hata si moja. Ushaombea mtu akiwa mgonjwa akapona, ni kweli si kweli? Ushaombea mwingine hajaokoka akaokoka, ni kweli si kweli? Ushakuta mtu amepagawa na mashetani, ukakemea mapepo, ishara ndio kawaida. Ni sawa? Lakini Yohana hakufanya ishara hiyo. Sifa aliyonayo ni patubio katika, lakini yale yote aliyo Yohana aliyosema juu ya mtu huyu ni kweli kabisa.
Yohana alikuwa anaongea juu ya mtu huyu. Mtu gani? Yesu. Mtu gani? Yesu. Wao wanaongea juu ya mtu gani? Mtu huyu ambaye Yohana aliongea juu yake, maneno yote ambayo Yohana alisema yalikuwa ni kweli. Nyakati ambapo tuko nazo tunatafuta hukumu. Hasa mimi nataka kuwa mkuu sana, nataka niwe na helikopta yangu na mulinulia waja ukubwa na ukapale kama the mighty preacher. Halo, mimi nataka kuwa mkuu, mtu wazima, niwe na ile gari nzito inaitwa hama na wewe hoja yako unaja fulani nataka kuwa mkuu. Watu wanataka kuwa nini? Wakuu. Na kutafuti ukuu wa duniani, hatutafuta wanadamu watusifu kwa hukumu, tunatafuta sifa ya Mungu kama sifa Yesu aliyeimina kwa Yohana. Amen. Na tunaambiwa umemtafuta Yesu a Yohana kwa Kenya hii na wanaume na miujiza ya uongo na kweli. Kenya kuna miujiza ya uongo na kweli. Situongea kweli. Bwana asifiwe. Situongea kweli. Hata pengine jua vipi na miujiza ya uongo. Lakini ninataka nizungumzie wewe kwa maana na hadithi ya miujiza ya uongo. Mwangalie karibu. Mwangalie karibu. Kwa sababu wengi wetu we are victims. Sawa? Nataka nijionyeshe mimi ndiye mhubiri mkuu. Miujiza alipata maajabu mengi. Nikimwambia hili kutabiria mambo yanatokea kuwa. Kwa hiyo watu wote wanahitaji kwa mtu. Tunaambiwa sifa yake, maneno yote aliyosema juu ya Yesu yalikuwa kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Maneno yote Yohana aliyosema juu ya Yesu yalikuwa ni kweli. Wengine wao hudanganya juu ya Yesu. Wengine wao hatuna ufahamu wa sawa wa Yesu. Nimekutana na watu wameokoka, hata wengine wana roho. Ukiwaambia Yesu ni Mungu, anasema basi hapana, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu. Yesu ni yule Mungu mdogo mwana. Unajua mwana hawezi kuzidi baba. Mwana. Unasikia maneno kama hayo? Yesu anasema, Filipo, ukiniona umeona Baba. Hawatungea. Tunaelewana? Lakini tunaongea mambo mengine tuyaelewe. Pamoja. Bwana asifiwe. Yote Yohana alisema juu ya Yesu yalikuwa ni kweli. Na uzima wa milele ndio huu, tumjue Mungu wa kweli. Na nini nyingine? Na Yesu mwana wa pekee aliyempeleka. Na huo ufahamu ni ufahamu wa uhusiano. Kama tunataka kuwa wakuu katika ufahamu wa uelewa wa mzazi, lazima tuongee ukweli ambao ni ukweli, utakaothibitisha ni ukweli juu ya Yesu. Haleluya. Usimhurumie Mungu, usimsaidie Mungu. Mwache ajitetee. Ongea ukweli ambao ni ukweli wa Mungu. Mungu ajitetee yeye mwenyewe. He does not need my defense. All he
wanawake. Hakuna aliyetokezea Mungu kama Yohana, na Mungu anasema watu wangu muweni wakuu kwa namna ya Yohana Mbatizaji. Amen. Na mwana Yohana anasema nyingi. Hebu enda pamoja nami kwenye kitabu cha Luka 3:7 na 8. Inasemaje? Kanisa la Yohana, ambaye Yohana ndio mchungaji au wazaliwa wengine, akiangalia hivi anasema uzao wa nyoka. Imagine, anaangalia kusanyiko kwa Israeli anasema uzao wa nyoka. Sasa kwa nikisema hivyo, kesho yake tutatoka shida leo. Yohana hakupembeleza. Yohana hakupembeleza. Alikanyaga kweli na akaikanyaga na akaisema, uzao wa nyoka. Na siku moja ni macho na hawakumpiga. Halo, nani aliyewaonya mtilie ghadhabu ya Mungu? Zaeni matunda. Wokovu kanisa la Yohana haukutosha kwa ushuhuda, ulitosha kwa matunda, maneno na matunda, matunda na maneno. Bwana asifiwe. Hata tunakuja kesha kuna tuna Jumatano kuna acha kuondoa imeleta walimu wao hauko. Sasa wewe salimia jirani yako, mwambie sasa wewe tuna Yohana anasema zaeni matunda, na hapa ndiko ukuu wa Yohana unapatikana, kwa sababu Yohana yeye hapembelezi, anaongea kama kidogo kimalizie. Mstari wa 10 unasemaje? Ni watosha ushuru. Tunaangalia hapa. Acheni mchezo bwana. Bwana asifiwe. Nikishatoka hapa kuhubiri Injili, huwa mimi natembea kutoka na mengine. Wakati mwingine napata jana ndio baada kula chai, wakati mwingine kula uji. Halo. Na wakati mwingine ile pesa. Wakati mwingine ile pesa ya mtu akanizoea, sio kwa akanizoea. Aliponizoea, alifanya chumvi. Ndio mwenye ile pesa. Sawa. Kumbe naye huyu binti anaipesa ile official na ana pesa yake. Sasa baada ya kuzoeana, mimi nikienda nilikuwa nakuwa sawa. Sio ile pesa anaajiriwa na kwa sawa na pesa yake ya bila. Think about it. Ameajiriwa, alipewa jiweke faida, na katika hiyo biashara ana biashara yake. Umeajiriwa kwa duka ya mtu, umeenda pembeni zako na pembeni za mwenye duka. Na wewe ni haleluya, hata unasikia mbele yako kwa time. Kama umeajiriwa, umeajiriwa. Yeye msao umeajiriwa, umeajiriwa. Kama utaajiriwa, okay sawa. Na kama utafanya biashara nyingine isiyo ya bidhaa za ile kazi ambayo umeajiriwa. Tunaelewana? Tunapatana? So there will be no conflict of interest. Na mwajiri aliyekuajiri hatapoteza biashara kwa sababu yako wewe kumwibia wateja wake. Naongea kama mhubiri ama naongea kama mtu ambaye sema mhubiri.
Unapatana? Kwa sababu Yohana aliwakemea akasema, toshekeni na mishahara yenu, toshekeni, tosheka. Mwambie mbele yako, tosheka. Kutosheka pamoja na utaua ni faida kubwa. Naona mtakuwa Yohana Mbatizaji. Mnahitaji mchungaji Yohana Mbatizaji. Haya, tena hapo tu kidogo. Ibada hapo tu kidogo, maaskofu. Nasemaje maaskofu? Na nasema askari wa Kenya ni wafisadi. Hawa askari wa Kenya hao. Sikuongea jamani. Hawa ni askari wa Israeli. Lakini hiyo roho inategeana kwao. Wao ni Israeli, wao wa jana, wao wa leo. Na Yohana hakujificha. Yohana hakujivunia. Yohana alikemea. Ni kweli. Yohana aliongea. Akasema hili dawa. Hapana, kamata mtu. Watu wanaona kuna mshiko wanaume anajua. Sasa wewe ukienda Mungu leta hivi kama kwa nataka kukimbia. Hapa wanataka mshiko wanaongea hiyo maneno. Bwana asifiwe. Na tunapenda sana yao ni Mungu. Na Yohana akaiongea akawaambia, siku hizi za leo kama tungekuwa na watu wa roho ya Yohana wanakemea mambo kama Yohana alivyokemea, Kenya ingekuwa sawa. Kenya ingekuwa sawa. Amen. Toshekeni na mishahara yenu. Mimi sijakuta watu wanaotosheka na mishahara. Walimu siku hizi hawa ulifanya nini walimu hawa? Walimu salama na madaktari wanagoma na siku hizi hawatosheki. Bwana asifiwe. Napenda Yohana Mbatizaji apembeleze. Amen. Hebu tuangalie basi na hili linatuambiaje. Lakini Yohana alimwongeza Bwana kwa sababu alikuwa amemchukua Herodia mke wa ndugu yake na kufanya mke wake. Herode alikuwa nani? Alikuwa mfalme. Yohana anakemea jamaa mtaani kama sisi. Anapambana na askari akielekea juu. Anakutana na Ruto. Anaambia Ruto, mimi sikutaki kusoma tafadhali. Mimi is my president. Haleluya. Yeye ni rais wangu, kama si rais wangu, shauri yako, ukiwa Kenya una la ziada. Lazima uwe rais wako. Na sio wewe uliyofanya kuwa rais. Mungu aliamua awe nini? Kwa sababu kuwa katika mamlaka ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yohana anamwongelea Herode, anamwongeleza. Anamwambia Herode, una tabia mbaya. Mke wa ndugu yako umechukua. Mambo katika jamii yamekuwa mbaya. Ndugu yako mdogo ameoa. Unaangalia kasichana na ndugu yako ndivyo umechukua. Yohana anyamaza. Anakwambia macho macho. Uliyemchukua ndio sio sawa. Na yule mwanamke anamwambia uliyochukuliwa sio nini. Sio leo ulikuwa na miguu. Ama ulibeba hapo juu. Yohana alitembea. He looked sin. Nothing for the
about it. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu ambaye Yesu anasema ni mkubwa. Mkumieni. Last time tulikemeana mbeleni. Wengine tuna ala ya kukemewa. Ala jikana. Ukikemewa. Sasa kwa nini umetoa pasta hapa kanisani? Unakuja kwa Mungu na kama unakuja kunichunga. Si tunataka kutegemea jamani. Si tuongee. Si ukikemea ukubali. Sema imani kubwa. Amen. Sasa useme wewe kujichunguza. Maana hapo Mungu ina shida yake. Badala ya kumuinukia aliyetumiwa kukemea. Si wewe kujichunguza wewe. Lakini saa hizi ndio pia ndio kama unaweza kumkemea na awe salama. Mchunguze tu. Uone kama unaweza kumkemea au usipate nguvu. Mwangalie tu uone kama unaweza kumkemea na mambo yawe salama. Anakaaje? Anaweza kemea lakini. Haleluya. Anapeli bado problem tunao kanisani ni kwa sababu tuna hali ya kukemewa. Paulo anamwambia Timotheo, hubiri Injili in season anapo kemea karibia usikemea. Mama wazee wanaendelea na nini wanaangalia. Siku hizi hata kutembea mtoto wako umezaa unamkemea. Sema lakini mami, hiyo ndio fashion. Siku hizi tukibali. Watoto unaweza kosa mke na ukaanza kulala. Chunga sana unapomkemea mzee wako, mambo yanaweza kuharibika. Haleluya. Kuwa wakuu katika Yesu, sio duniani. Kuwa wakuu katika ufalme. Lazima tukae chini na Yohana Mbatizaji tujiulize, what was in John ambao Yesu aliona akasema huyu jamaa alikuwa mkuu. What was in him ambao Yesu aliona akasema this guy was great. Je, unaweza kufika wakati maneno kama haya yasemwe juu yangu ama yasemwe juu yako ama yasemwe juu yetu? John was a humble man. Amen. Alipokuona Yesu anakuja ili Yohana ambatize, Yohana akasema sio mimi, ni wewe unibatize, sio mimi kubatiza. Imagine kwa saa hizi nikimwona mtu mkubwa anakuja kubatiza, lakini namwambia nibatize mimi kama sema leo kama anabatiza huyu itaeleweka mimi niko mahali. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa sababu yeye alikuwa mnyenyekevu. Wanamfuata, wanamwambia watu, wanamfuata ile jamaa uliyenena juu yake. Ule uliyembatiza watu wanaenda kwake. Bili yako inaisha na bili ile jamaa uliyebatiza inakuwa kubwa. Ni hapa just imagine. Pengine kumwona kanisa hapa, alafu nikile Jumapili
nianze kutoa my papers, my obligation certificate. Huyu jamaa wewe nimekulea, unanihajia kazi, au watu wamechukua, kwa kujibusu wamejipeleka wenyewe. Lakini for the heart of John the Baptist, anasema awe mkubwa na mimi ni very well. Because sure, kwa sababu he was not arrogant, alikuwa mnyenyekevu. Laiti Mungu wa mbinguni angekutembelea na values and the traits ambazo zilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji. He was so humble. Amen. Anamuona Yesu anakuja, hasemi kale kama mtu nilibatiza kanakuja. Si unajua our nature na our character ni kudumishana. Ni kweli si kweli? Yaani wewe unajiinua, unakuwa mlima, kale kama mtu anakadumisha, sisi anakuwa nini? That's the character of human beings. But the character of John, anamuona Yesu anakuja. Anasema tazameni, oneni kondoo, mwana kondoo Mungu, haondoaye dhambi za dunia. Yeye hasemi mimi niwabatiza, mimi niliondoa dhambi zenu kwa kuwaosha katika maji. Si angekirudia kidogo duniani, si angeshikilia mafundisho yake, asema hata sio yule, ni mimi niliwabatiza na nikatembea hiyo dhambi. I delivered you. I delivered you in the Jordan. Yale maji yote nilienda pale. I delivered you. Si angesema hivyo. Nikatuko in the place of arrogance and pride and boasting. Ni kweli si kweli? Nikalakoa Mungu. God has disappeared in the sea. Hata nimeshangaa hapa Mungu huwa anakaa katika haya mawili. Kwa sababu kila kitu is come to me, I will do deliverance to you. Come to me, a miracle will happen. Come to me. Yohana was a man. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. May God give us such a kind of humility. Hallelujah. John, the greatest of all, was such a character. Matthew 14, verse 10 to God. Hebu soma tena. The following verse. Kichwa chake kikaletwa katika sinia, wakampa yule msichana, naye akampelekea mama yake. The following verse. Wanafunzi wa Yohana wakaja, wakauchukua mwili wake, wakauzika, kisha wakaenda kumpasha habari Yesu. Ameita kalamu chakacha, ndio nini mchezo? Ndio mchezo wa kucheza whatever nini, wakadance. Akaangalia kwa mkono, hao watu wasifiwe sana, tunaona hivyo. Hao watu sio watu sana wakifanya wakati mwingine, ni sawa. Akamwambia binti yake, utakachoomba hata nusu ya ufalme nitakupa. Chunga wasichana na mama zao. Wanaume hoye. Be careful about women and their daughters. Binti akaenda kwa mamake. Mama, nimecheza, nimewini. Baba asema nitakachoomba hata nusu ya nini? Ya ufalme. Mama, wataka niombe nini? The girl was very innocent. Lakini mama alikuwa amesinywa na Yohana. Kwa sababu kila siku asema wewe mwanamke umechukua mwana wa mtu. Si mabwana anachukuliwa tu. Hata
alikuwa hajui afanyeje, sababu Yohana amemzina, anamkemea, ametangaza mji mzima unajua dhambi yake. Alipokwenda nafasi akamwambia mwanawe, mwanangu sikiza, kimbia kwa babako, mwambie kichwa cha Yohana Mbatizaji halali, tena kiwekelewa kwa sinia. Sasa kichwa cha mwanadamu kwa sinia kinagaaje? Imagine kichwa cha mwanadamu kwa sinia kinagaaje? Na ni mwanadamu unajua. Ndio kama ujui pengine ni mambo mengine. Ndio mwambie Herode akaambiwa, babangu, nataka kichwa cha Yohana Mbatizaji kikiwa kwa sinia. Wakati huo Yohana akiwa ndani ya prison alikuwa ametumana kwa Yesu. Akasema, nendeni muulize Yesu ni yeye ama tungojee mwingine. Mambo yalikuwa yameumana. Are we together? How do we behave when we are going through rough and tough times? Ndio tunaenda kwa waganga, ndio tunaenda kuombewa maji na mafuta, ndio tunaenda kutabiriwa. I don't want to promise you, kama mwanadamu ambaye anaishi duniani ni sawa, na ambaye kidogo ana miaka zaidi ya wengi ni sawa. Mungu hakusema hatutapitia majaribu. Amesema nini? Mungu hakusema hatutapitia mambo magumu. Simuongeze ile kubwa. Anasema pamoja na kila jaribu kuna mambo ya kufanya. Na ukiona Mungu akitoka anaweza kuwa ameumwa. Mbona sivyo? Ukiona Mungu akitoka kuna kitu ameona. Katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea, lakini jaribu si kwamba alitakuja litakuja. Au together tunaelewana? Lakini kwa kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Yohana Mbatizaji aliyetaka kuwa mkuu, yeye yuko gerezani na anaomba maombi, anatumana maombi, nendeni kwa Yesu mumuone physically, na hayo maswali ajibu yeye mwenyewe, kwa sababu niko gerezani, sehemu ni kwa sababu yake. Mumuulize yeye ama tungojee. Yesu akajibu akamwambia Yohana, vipofu wanaona. Ama hakusema hivyo? Viwete wanatembea, wasiosikia wanasikia, wengine wana jamaa wanaenda mbio. Yesu anasema vipofu wanaona. Yohana akafikiri pengine hiyo ni ishara ya kwanza ya kwamba anatolewa gerezani. Ama wamefikiri nini? Atangojea. Wale waliokuwa wametuma wanafunzi wake ni kana kwamba walingojea ile ya gereza. Watangojea. Najua wengine wamekutishwa sana. Mungu hakujibu maombi yao. Lakini mtu haifai, ndio wewe unataka kujibiwa. Wengine tumekutishwa sana. Hata pasta alisema tufunge, tuombe, na hata ile sadaka tusikule. Mimi nikafunga na hata sadaka sikula, lakini mambo yangu yanaharibika zaidi. Mimi sio Mungu wako, mimi ni mhubiri wako. Nikuhubiria ukweli, nikuhubiria nini? Yohana bado ako gerezani, na Biblia inasema ya kwamba ukatumanwa. Mfalme Herode akatumana, na watu wakaenda na panga, watu wakaenda na kisu, sijui wakaenda na msumeno, shingo ya Yohana ikakatwa. Na ilikuwa kweli, lakini statement still stands. Katika wanadamu waliozaliwa na wanawake, mkuu ni Yohana. Unaona kama bado hana mkuu? Hebu simama ukinyosha, alafu mbele niambie kama unaona kama ni mkuu.
mikono inyoshe, alafu niambie. Unaona kama habari ni mkuu? Kitu kinakatwa. Unaonaje? Niambie ukweli, unaonaje? Bwana asifiwe. Tuambiane ukweli. Kama hapo mmoja wetu God forbid. Lakini kitokea kama Yohana, tunasema Mungu ni mkuu. Tuongee ukweli. Bwana asifiwe. Sasa tuketi. Katika imani tulio nayo, katika wokovu tulio nao, kipo ambacho ni kikubwa zaidi. Amen. Ambacho kinakufanya wewe uwe mtu mkuu. Sio kile nakufa kwa malaria ama kansa. Sio kile nachokufa kwa kansa. Kipo ambacho ni kikuu. Ni wakati unapouawa kwa sababu ya imani yako. Tumseme amen. Kipo ambacho ni kikuu. Ni wakati ambapo unaamua kama Yesu, unasema Yesu ni Bwana. Kama Yesu ni Mwokozi. Kama Yesu ni Mungu. Kama Yesu mimi nimeokoka. Kama Yesu naenda mbinguni. Kama Yesu unakamata, unashikilia. Tena utawawa. That's the most honorable day for a believer. Unanielewa? That's the most honorable day for the saints. Tunaishi nyakati ambapo Wakristo hawana stamina. Hatuna ile nguvu ya ndani. Hatuko tayari kufa kwa sababu ya Masihi. Hatuko tayari kupokea kile ambacho mitume waliahidiwa. Wakaenda kwa Yesu wakasema, Jesus, tumeacha yote tumekufuata. Tutapata nini? Waliambiwa watapata nini? Pale mwisho wanasema the icing on the cake ilikuwa ni persecution. Na wale ambao tunafanya historia leo hizo kidogo, ukifuata kitabu cha Yohana cha Petro, all the apostles of Jesus Christ, hakuna shamba walipokea persecution ile ya mwisho. But I'm saying mambo yakifanyika, are we ready to start our blood kama Yohana Mbatizaji? Akiwa gerezani, Yesu hakwenda kumkomboa, Yesu hakumtoa, lakini aliendelea kukemea Herode na dhambi zake. Are we ready for that? Are you ready for that? Is the church ready for that? Sisi wanadamu waliozaliwa kama wanawake, hakuna aliye mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Lakini kuna sifa ambazo zilifanya Yohana akatajwa kwa nini? Na hizo sifa ziko ndani yetu, tutatajwa pia kwa wapi? Akutukia church. Ni juu yako, ni juu yangu, ni juu yetu kama mtu binafsi, tuamue, tuseme tutavaa sifa za Yohana Mbatizaji.